ana kipande pandikizi, yani microchip implantation. Hii ni alama ya mpinga Kristo. Hiki kitu kinachoitwa Mastercard, yani kadi ambayo huingizwa pesa zako baada ya kubadilishwa kutoka pesa halisi na kuwa pesa pepe, kiasi kwamba unaweza kufanya malipo ya bidhaa au huduma wakati wowote na mahali popote panapokubali mfumo huo, bila kulazimika kutembea au kuwa na pesa halisi au taslimu. Na benki, ATM mashine, yani mashine za huduma za kifedha zilizojazwa pesa taslimu, yani pesa halisi na benki, na imezifunga kila mtaa, kiasi kwamba mtu mwenye kadi maalumu ya benki husika anaweza kwenda wakati wowote na ile kadi akaichomeka kwenye ile mashine na kubofya namba maalumu ya kadi ile, na kisha kiasi cha pesa anachokitaka ikamtolea, akachukua na kwenda zake. Zilianzishwa kwa malengo ya usalama na kurahisisha utoaji wa huduma kwa maendeleo. Walakini kwa mujibu wa Ufunuo 13:17 inasema tena kwamba mtu awaye yoyote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Mwisho wa kunukuu. Unadhani wataweka tangazo kuwa hakuna mtu anayeweza kununua au kuuza asipokubali namba ya mpinga Kristo? Hapana. Nilipokuwa katika ufalme wa giza, tulifanya mkutano tuliokubaliana kwamba tusisubiri mpaka baada ya unyakuo ndipo tuweke mipango ya maandalizi ya kutawala ulimwengu. Tukaafikiana tuanze sasa, ili wengi wafungwe katika agano hata kabla ya unyakuo, iwe ni watakatifu au wenye dhambi. Alama ya mnyama wawe nayo, na unyakuo hautaweza kuwavuta juu kama wana hiyo alama. Japo wengi wamenibishia wakisema ni uongo, wakisema namba ya mnyama, yani 666 na mpinga Kristo itakuwa baada ya unyakuo. Kwa habari ya sera ya pesa bila taslimu, itakuja kutumika watu watakapogundua siri ya namba hiyo nyuma ya pazia katika Mastercard, na ndipo mfumo wa pesa taslimu utakapopotea kabisa katika benki. Hii mifumo iliyopo sasa itakuja kuonekana ina mapungufu katika ufanisi wake, na hivyo wakubwa watakaa kama kawaida na kutafuta mfumo mbadala wa kifedha utakaokidhi barabara mahitaji na kuleta ufanisi zaidi katika nyakati hizi za sayansi na teknolojia. Mfumo huo mpya ndio utakaobeba teknolojia inayoitwa microchip implantation. Katika mfumo wa sayansi tayari hii teknolojia ipo. Hiki kifaa microchip ni kipande kidogo sana ambacho hakiwezi kuingizwa sehemu yoyote ya mwili isipokuwa katika mkono au paji la uso pekee. Ikiwa kitu ni kidogo kiasi kwamba hakiwezi kukaa sehemu nyingine yoyote isipokuwa tu ni katika mkono au paji la uso, hii ni sawa na namba ya mpinga Kristo. Wale ambao mara kadha wa kadha wananibishia na kusema ushuhuda wangu ni wa uongo, na washauri wanukuu hii siri ninayokuambia kwa sasa, kwa sababu inakuja kutukia. Dunia itakapoondoa mfumo wa benki uliopo sasa wa ATM card au Mastercard, hii teknolojia itaingia sokoni na wataanza kuitangaza wakisema njia nzuri ya kukuhakikishia usalama wa fedha zako ni kutumia teknolojia ya microchip. Ukiangalia leo ile kadi yako ya ATM, utaona kipande kidogo cha shaba kimebandikwa. Watakwambia kasoro za kutumia kadi ya ATM kwa sababu ya wizi wa nywila, yani password, katika huu mfumo wa sasa. Watakwambia ambavyo huna haja tena ya kutembea na hiyo kadi mkononi. Kwa hiyo ni bora zaidi kifaa kidogo tu kikawekwa mwilini mwako kuondoa hatari ya kupoteza kadi. Pia watabadili itifaki za mfumo wa kibenki. Hii itakupa uhuru zaidi katika kufanya miamala ya kibenki, kama kutoa pesa, kuweka na kutuma pesa, iwe ndani au nje ya nchi. Ni kuweka tu mkono wako kwenye mashine, na ile mashine itasoma taarifa zako kufumba na kufumbua, ikakuruhusu kuendelea na muamala. Hii teknolojia ovu itakuja ikificha sura halisi ya muasisi na mpango ulio nyuma yake, na hakuna mtu atakayekwambia kuwa hiyo ni alama ya mnyama.
Katika maisha unajua kuwa itafika wakati hutatumia GSM au simu ya mkononi tena. Utatumia tu kiganja chako kufanya mambo lukuki. Kila kitu kitakuwa kiganjani kwako. Hata tarakilishi, yani kompyuta, na vifaa vyote vinavyotumia mfumo wa uwezeshaji wa Android vitakuwa vimepitwa na wakati. Labda teknolojia ya simu itaboreshwa zaidi na hiki kifaa kwa kiganja chako kitaunganishwa na simu yako, au kutakuwa na kifaa kingine ambacho kitaonekana kama kioo asilani ambacho kitaunganishwa na kifaa kilicho mwilini mwako, kitakachotumika kusoma taarifa zilizo katika kile kipande mkononi mwako, kukuwezesha kufanya mawasiliano au kitu kingine chochote kitatokea na kuonekana juu ya kioo kile. Japokuwa yawezekana unashangaa kwa hiki ninachokisema, lakini nataka ujue ya kuwa tayari upo katika zama za mpinga Kristo kiteknolojia. Popote utapoenda kwa manunuzi, labda tuseme katika kununua nguo, utajiona kwenye kile kioo ukiwa umevaa ile nguo, na kama ile nguo uliyoichagua ni saizi yako, utagundua. Haya maendeleo ya kiteknolojia yatapendwa na kufurahiwa na watu wengi, lakini dunia isijue imeuzwa kwa mfalme mwingine kabisa. Watakapokupandikizia hicho kifaa kwenye mkono au paji la uso, mwili wako utakuwa unafanya kazi kama tarakilishi, na maanisha kompyuta. Unaweza kuwasiliana kirahisi zaidi na mtu yoyote kwa kutumia muamala katika mkono wako. Kila mtu ataipenda hiyo kwa sababu utaona ni zama mpya za sayansi na teknolojia, lakini usitambue ni zama ya namna gani. Siku za usoni, Mastercard zitaondoka kwa mujibu wa sera ya kifedha. Wakati huo mashine za ATM nazo zitatoweka sokoni, na njia pekee ya kuweka, kutoa au kutuma pesa itakuwa ni kwa njia ya microchip iliyo katika mkono au paji lako la uso. Kwa hiyo usidhani kuna mtu atakulazimisha kutumia huu mfumo, isipokuwa mazingira ya wakati husika ndiyo yatakayokulazimisha kuutumia. Baada ya unyakuo ndipo hasa utatekelezwa kikamilifu. Kwa hiyo kanisa linatakiwa kuamka katika usingizi na kuomba. Japokuwa mnyama hatapanda katika nchi sasa, lakini mipango na maandalizi ya ujio wake inawekwa sasa, uamini au usiamini. Vile huduma za matibabu zitatolewa kutumia mfumo huu. Hakutakuwa tena na kuandika rekodi na taarifa za matibabu ya wagonjwa katika karatasi. Utatakiwa ukiwa na hicho kifaa mwilini mwako, kuweka tu mkono wako juu ya mashine, na ile mashine itabaini mara moja tatizo la kiafya lililo mwilini mwako, kwa sababu kile kipande kidogo kilicho mwilini mwako kina taarifa zote za utendaji kazi wa mfumo wa mwili wako pia. Kwa hiyo hapa mambo kama X-ray na CT scan, ultrasound na kadhalika weka pembeni. Kwa hiyo pia mfumo wa bima ya afya uliopo sasa hautahitajika, kwa sababu kadi ya bima ya afya na miamala yote ya kifedha mtu atakuwa anatembea nayo mwilini mwake. Vile kipindi hiki hatutahitaji kuwa na visa ya kusafiria. Hata katika uwanja wa ndege hakutakuwa na watu wa usalama wa kukukagua maadamu una kipande mwilini mwako. Maana kile, nirudie tena, kina taarifa zako zote. Unaweza kwenda nchi yoyote bila visa, kwa sababu utakubalika popote duniani kama raia wa dunia hii. Hii ni kwa sababu dunia yote itakuwa na mtawala mmoja. Utahesabika kuwa raia wa dunia kwa sababu hutakuwa tena mali ya Mungu au mbingu, kwa sababu wewe umetiwa chapa kuwa mali ya shetani tayari. Hata hivyo, kabla hujawa muhanga wa uraia wa dunia, basi kuwa makini. Hapa unaonywa. Kama ukipenda pesa sana, utashawishiwa na kunaswa katika huu mtego. Muda huu pengine unahangaikia kiti cha urais nchini kwako. Huwezi kupata hiyo nafasi ya heshima bila kuwa na hicho kipande microchip implant mwilini mwako wakati huo, kwa sababu ili ulindwe na kuwa salama lazima uwe na hicho kifaa. Ukiweka pesa zako katika benki ya dunia, usahau kuhusu